kituo hiki katika hatua yake uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri atakaotanua wigo letu kufikia malengo itajika, ambapo namna hiyo tunahitaji kuweza kupanua wigo letu na kuwafikia wale ambao kwenye mji wa FM. Unaweza fanya hivyo kupitia njia ya kuweza kupata transmitter na station transmitter link ambayo ina uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakaotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625 account number ni 012450 85217800 au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kweli na burudani, mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani, ambapo ni kituo chako kinachokuwa kasi sana duniani. Ukiweka pale hashtag ile ambayo ni the heartbeat of Africa, haina shida. Sasa ningependa kukufahamisha makosa 4 wanayofanya wanawake wenye uwezo mkubwa wanapokuwa ndani ya ndoa. Natumai sasa hivi umeanza kunipata. Kama hukunipata vizuri kwenye chemsha, haukunipata kwenye marriage mathematics, natumai utanipata sasa hapa kwenye bao. Na usiponipata kwenye bao, tutapatana kwenye chuma hapa kwenye bao la asubuhi. Makosa 4 wanayofanya wanawake wenye uwezo mkubwa wanapokuwa ndani ya ndoa. Kitu cha kwanza, umnyang'anya mwanaume nafasi yake ya uongozi kwenye maisha yako. Wakati ambapo unamnyang'anya mwanaume nafasi ya kukuongoza we mwanamke, ni makosa makubwa ambayo utajutia. Unamnyang'anya mwanaume nafasi yake ya uongozi kwenye maisha yako. Kitu cha pili, kushindana na mwanaume. Hamna wakati ambapo mwanamke utashindana na mwanaume na ukatoboa. Kitu cha tatu ni kumpa nafasi mwanaume mwingine kuwa na sauti kwenye maisha yako kuliko mwanaume wako. Unapatia mtu mwingine nafasi ya kuwa na sauti. Wewe uko ndani ya ndoa, yani kihalali kabisa, pekupeku tu peupe, yani hata bila aibu, bila soni kwenye uso wako, ndani ya marriage. Alafu wewe unakakaragosi kako umekaweka kando, ambako ndio unakaabudu, unakasikiliza. Acha nitumie aseke msima tusi. Kama mtu umekaweka kale kando, ndio unasikia advice zake, na jioni unakanyaga maguu zako mawili pap, unarudi kwa ndoa. Na kwa ndoa au msikilize ule mwanaume ambaye unajua, wakati ambapo unaona watu wanafunga ndoa takatifu kanisani, wakati ambapo unaona baba yako na mama yako wanachukua mkono wako wanaweka kwenye mkono wa mwanaume, wanasema tumepeana nafasi, sasa huyu ndio atakuwa ndio baba yako. Sasa baba yako yuko hai ndio, lakini huyu ndio sasa mwenye mamlaka yote. Watu chukulia tu ni kamzaa tu fulani. Authority huwa imebadilika pale wanachukua ule mkono wako wanamweka kwenye ule mkono wa mwanaume. Pale authority inakuwa inabadilika. Lakini watu huwa wajui. Baba, huku kumeenda hivi. Baba, mwanangu wewe kuja tu nyumbani, usisumbuke huko. Wewe na ujinga wako unarudi kwenu. Unarejea kwenu. Authority imebaki kule. Unaenda unapiga pale kaguu na usumbuka pale kijiji kwenu, unahangaika, alafu tena baadaye unafikiria nilipokuwa kwa ndoa, hata kama alikuwa mkali, vitu zilikuwa zina move, zilikuwa zina flow. Network inapotea, miaka 5 imeenda, 6, 10, bado unazunguka kwenye ile eneo, ungekuwa umepiga hatua. Ungekuwa umeenda mbali. Lakini kwa sababu ya upumbavu, ukasikia makelele za nje, ukasahau kwamba huyu ndio mume wako wa ndoa. Vitu vinajivuruta. Mara ambapo ungeenda hatua 100 kwa sekunde moja, utachukua karne. Inatokana na nini? Kutotii. Kitu cha 4, kupoteza haiba ya kike. The moment unaanza kukuwa na ile, unaanza kuona wewe ni kama mwanaume, unaweza jilipia bili zako, unaweza kwa sababu ya hiki na hiki na kile, unaweza fanya hivi na hivi, unapoteza haiba ya kike. Katika bao la asubuhi, nazungumzia kosa la kwanza. Unamnyang'anya mwanaume nafasi yake ya uongozi
kwenye maisha yako. Kwa sababu ya mambo yote haya, huwa mkombozi wa familia anajikuta anaanza kubeba majukumu mazito sana akiwa na umri mdogo sana. Unampata mtu umri wake mdogo anabeba majukumu makubwa, yeye kwa sababu ni mkombozi wa familia. Ikiape ni mkombozi wa familia na hauna stamina, utaumia. Mkombozi wa familia ni mtu ambaye anawachilia kwa sababu ya watu wengine. Anataka kuona kizazi chao kinabadilika. Hajinyimi kwa sababu ya watu wengine, kwa sababu ni mkombozi wa familia. Aishi kwa maneno, anaishi kwa vitendo. Na kwa sababu ya mambo mengi haya ambayo wanadamu hukumbana nayo, kwa sababu ya mkombozi wa familia, huwa anakuwa na moyo sana kusaidia ndugu zake, na kwa namna fulani huwa anakuwa anajiweza kidogo kiuchumi. Ni jambo la kawaida kabisa kuchukua baadhi ya ndugu zako na kukaa nao ili kuwasaidia. It's normal thing. Inatendeka kuwasaidia, kuwalipia matozo kwa njia moja ama nyingine, hata kujitolea kwa sababu ya maisha, wakae vizuri, unaweza wajengea. Wangapi ambao wamejengea wazazi na iwaumi akili, wao wenyewe wajaanza safari yao ya ujenzi, lakini wamamua hapana. Mama na baba wasikae maisha ambayo walikaa walipokuwa natulea. Nibadilishe tu sura kidogo ya boma, nibadilishe sura kidogo ya familia yetu. Ni wangapi wanajinyima, wanajipata wamejinyima hata kuvaa vizuri. Hata hivyo, katika kufanya hivyo, huwa unakutana na changamoto nyingi sana zinazokatisha tamaa. Hawezi kosa kukutana na changamoto ambazo zitakukatisha tamaa. Wewe unakaa hivi, unaona kwamba hiki hakijenda vizuri, unaumia, unakosa usingizi. Katika mfumo wa familia, mwanaume ameumbwa kuwa ni kiongozi. Katika tu mfumo wa familia, mwanaume ameumbwa kuwa ni kiongozi. Ingawa ni ukweli usipopingika kuwa wapo wanaume ambao wamepoteza uwezo wao wa kuongoza. Ni kwa sababu ya hali ya uchumi, labda kwa njia moja, labda ni madhaifu ya magonjwa, labda kwa njia nyingine, labda wamejipata katika hatua, labda amefukuzwa kazi, si kitu ambacho alitarajia ama alipenda, ni kitu ambacho kinajitokeza, ama kwa njia moja ama nyingine mtaji wake akafilisika katika hatua ambayo katikati ya bahari. Sasa safari ilikuwa inaendelea, akafilisika katikati ya bahari. Katika hali hiyo, bado wanahitaji nafasi yao ya kuwa kiongozi. Usifikirie sasa kwa sababu wewe unaweza kuwa uko na uchumi mkubwa kushinda mwanaume, sasa utaanza kumkanyagia, utaanza kumuonyesha madharau, utaanza kumuonyesha kumfanyisha kazi za kupiga deki, utaanza kumuonyesha kwamba wewe ndio unatoka, yeye hatoki, unaanza kumuonyesha kwamba hafai. Haienda angi namna hiyo. Uongozi ya misimu huja na kuondoka, lakini kiongozi anabakia. Ni baba wa watoto, ni mume wako. Sasa ukianza kumtembeza kwenye vijiji, kwenye vijikoba, ukikaa kwenye mawe na kumzungumza, na jioni unakanyaga gugu lako la pili na la tatu, unakanyaga ukienda ukirejea tu pale. Uongozi njia. Anaweza kosa pesa, lakini atakuonyesha njia. Ndio mwanaume. Maana yake ni kuwa na sehemu katika maamuzi muhimu. Usifanye tu maamuzi wewe kama ni mwanamke. Unaamua sasa unafanya maamuzi, au mshirikishi mume wako, hautaki kujua atachukulia aje, kwa sababu unaona kwamba uwezo wake uko chini. Utakuwa unakosea ile institution of marriage ambayo ni ya uongozi. Yeye ndio kiongozi. Hata kama utafanya maamuzi, mshirikishe tu, mwambie kwamba dadi, nilikuwa naona ninataka kufanya hivi, unaonaje? Hata kama ulikuwa umeamua moyoni. Kuna watu ambao wamefanya maamuzi ambayo yalienda segemnege, yalienda tofauti na vile walivyokuwa natarajia. Uongozi maana yake ni kuonesha njia. Anaweza kosa rasilimali, lakini haizi kosa mawazo ya uongozi katika kichwa chake. Mpatie sehemu yake. Abigail, kwenye maandiko ambao wanapenda Biblia, Abigail aliolewa kwa mtu ambaye alikuwa ni pumbavu, lakini alimpenda na huo upumbavu hadi dakika ya mwisho. Mwanamke yeyote ambaye anataka kupewa sapoti na mume wake, ni lazima ahakikishe kuwa amempa nafasi ya uongozi hata kwa lazima. Wewe unaona uko na mwanaume na anakataa kwenda kununua shamba mahali fulani. Wewe mwambie tutupeleke tu, alafu rudi wewe town, tutupeleke tu. Ukishatufikisha tu, ufanye juhudi zote za kuwa kama kiongozi, wewe ni kiongozi wetu, alafu utarudi tu mjini. Uache sisi tukae huko vijijini. Kwa sababu unajua maana ya kuwa na ardhi kijijini. Upata mtu wanaume
mwanamke amekwama town, amekatalia town, umepata wajukuu ngali town, umepata vitukuu ngali town, hata sura imekuambia we ni wa nyumbani, umekwama tu town, sura inakuambia we ni wesi wa town, wache watoto wanyoka na nguvu town, lakini umekwama town. Unangojea uende nyumbani ukiwa kwa nini naitwaje hii kwa keria. Wewe ni mzee una heshima zako, unabidi kuwa nyumbani unakunywa maziwa tu, umetulia, umekwama town, unangojea uende kwa keria. Kuna wakati wa kuwa mjini na kuna wakati wa kwenda vijijini, na unapata wakati ambapo kwa vijijini hata unaweza ishi miaka 100 kwa sababu uko na rika lako pale vijijini. Vitu havikusumbui, hauhangaiki akili, unaamka tu ukiota jua, ukisonga ukihesabu na siku zinasonga. Mjini hauwezi fanya vile vijijini vinavyofanya. Hauwezi. Na haya yote yanatokana na kwa sababu ya madhila ama uongozi ambao upo. Unaweza pata mtu alikuwa alikuwa na uongozi, lakini amefinywa na hali ya ndani. Unapata ukifinywa kutoka ndani kwenye ndoa, inamaanisha hata kule nje hauwezi perform, hauwezi fikiria zaidi ya mapua, kwa sababu kutoka ndani mazingira ya kufikiria yapo. Haya ndio mambo manne ambayo huwa wanawake ni makosa ambayo wanawake huwa wanayafanya. Ni mambo manne tu, wanawake huwa wanafanya haya makosa, na wanarudia, na hata wana simile, na si ati waingii kanisani. Kwanza ni walokole. Unamnyang'anya mwanaume nafasi yake ya uongozi kwenye maisha yako, Jumatatu hadi Jumatatu, kwa sababu hana pesa ya kuingia na nyama. Lakini pasta akiingia, pasta kuki inachinjwa. Unashindana na mwanaume, kumpa nafasi ya mwanaume mwingine kuwa sauti. Wewe unafika kwa nje, unapata ka workmate kako ndio unakapatia sauti, kana unakasikiliza. Ukiingia kwa nyumba umenuna kama mandazi. Kama unaona yule ndiye anafaa, si olewe kwake alafu uone vile kutakuwa. Kupoteza haiba ya kike. Yaani umekaa ni kama kaka mwanaume na umevaa rinda. Unakaa kama mwanaume na umevaa rinda.